Iwe inawakaribisha kwenye mfululizo wa mafundisho yetu na vipindi vyetu vya maombi. Ninambariki Mungu ametupa neema ya kuendelea na mfululizo wetu. Tunaendelea na ujimbo unaosema toba juu ya uhalali wa miungu kupiga maono, leo ikiwa ni siku yetu ya pili. Mfululizo wa mafundisho ya neno la Mungu, lakini kadhalika pamoja na maombi. Mungu akubariki ambaye anafuatilia channel yangu YouTube, pia anafuatilia Facebook, kadhalika TikTok. Mungu awabariki sana. Naomba maombi yenu tu, ili kunitegemeza kwa maombi, ili Mungu anipe neema pamoja na majukumu mengi ambayo nilio nayo, lakini tuendelea kupata vipindi endelevu. Sasa tunajua kusema toba juu halali wa miungu kupiga maono. Leo tutaendelea hatua ya kwenye kitabu kile cha Wafalme wa kwanza 12 mstari wa 20 mpaka 24. Nitasoma hapo. Ikawa Israeli wote waliposikia kwamba Yeroboamu amerudi, wakapeleka watu wakamwita aje mkutanoni, wakamfanya mfalme juu ya Israeli wote, wala hapakuwa na mtu aliyeshikamana na nyumba ya Daudi ila kabila ya Yuda peke yake. Hata Rehoboamu alipofika Yerusalemu, akakusanya nyumba yote ya Yuda pamoja na kabila ya Benjamini, watu wateule 130,000 waliokuwa watu wa vita, ili wapigane na nyumba ya Israeli, warudishe ufalme tena kwa Rehoboamu mwana wa Sulemani. Lakini likaja neno la Mungu kwa Shemaya mtu wa Mungu kusema, mwambie Rehoboamu mwana wa Sulemani mfalme wa Yuda na jamaa yote ya Yuda na Benjamini na watu waliosalia, ukisema, Bwana asema hivi, msiende wala msipigane na ndugu zenu wala na Israeli, rudini kila mtu nyumbani kwake, kwa kuwa jambo limetoka kwangu. Basi wakasikiliza neno la Bwana, wakarudi wakaenda zao sawasawa na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sajana tumeona habari za Suleimani. Alikuwa na hekima, alikuwa na busara sana kwa wafalme wote wa Israeli, lakini kwenye masuala ya mahusiano akawapenda wanawake wa Moabu, wa Misri na makabila mbalimbali, mpaka akawa na mabinti ya kifalme 700. Biblia inasema basi walipokuwa mzee wakaugeuza moyo wake, akaanza kuitumikia miungu ya kigeni ambao wanawake walikuja nayo. Sasa baada ya yale mambo, ghadhabu ya Mungu ikashuka juu ya Israeli na miungu ikapata nafasi. Kwa sababu miungu ikipewa nafasi na mfalme kupitia wale malkia wa mfalme, inapata nafasi kwenye taifa zima. Kwa roho ya uovu ikaingia kwenye taifa, na ghadhabu ya Mungu ikashuka kwenye taifa, na adhabu ikatolewa. Na adhabu ikaja kwa Suleimani, lakini ikatekelezwa hapa kwa mwanae Rehoboamu. Rehoboamu ameamka, ni mfalme, anajua na kabila 12 za kuweza kutawala na kumiliki. Lakini adhabu iliyotoka kwa baba yake kwa sababu ya kosa la kuitumikia miungu migeni, lile kosa likazaa kukatwa kwa maono kwa 80%, akabakishiwa mikoa 2. Sasa tumetafakari haya maneno kwa nyakati tofauti, na hii mistari tulishatafakari sana kupitia semina na makongamano ya maombi kwa sura tofauti. Lakini Mungu amenipitishia tena hili neno kwa upya, kwamba kila Mungu anaporuhusu tulitafakari neno, jua ulimwengu wa roho kuna mahali tunatakiwa tutoke hatua twende hatua nyingine. Sasa Mungu haruhusu tukakaa tu pasipo na sababu, tukatafuta neno pasipo na sababu. Hili neno limekuja kwa wakati mwingine, ili tuweze kutafakari kwa picha miungu kupiga maono, kwamba miungu inavyoweza kupiga maono kupitia uhalali wanaopata. Sasa hapo walipata uhalali
walikaribisha kwenye taifa, wakajenga madhabahu kadha wa kadha, zikafanyika ibada. Ile miungu ikapata nafasi, ikapata uhalali wa kupiga maono ya Suleiman ya kumiliki na vizazi vyake. Sasa ghadhabu ya Mungu ilikopita, likatoka tamko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kimtoto wa Suleiman hakujua nini kinaendelea. Ameamka, ufalme ghafla unakatika, 80% nakatwa. Tena alipewa 1%, 10% kwa neema, akapata na 10% nyingine 10, kwa 80% ikabaki. Sasa tunaona anataka kwenda vitani, kwenda kupambana, kaandaa majeshi yake, watu hodari 100 na kitu, akawaandaa sasa ili waende kupambana, kukomboa ile mikoa mingine 10 ambayo imeshakamatwa na Rehoboam kule. Na sasa na Yeroboam, Mungu akamwambia usiende kupambana, jambo limetoka kwangu. Sasa ni adhabu ya Mungu, biasema anapatiliza wana kwa baba cha 3 na cha 4. Sasa ile mapatilizo yaliyotoka kwa baba yake yanakuja kupiga maono yake, maono ya utumishi, maono ya kuwa rais, yanapigwa kwa 80%. Sasa nilikuwa natafakari sana kwamba kwa nini Rehoboam alikuwa na amani? Kwa nini hakutafuta toba? Kwa nini hakukaa na Bwana kwa toba na kwa maombolezo, ili Mungu agairi ile adhabu, ile miungu ikose uhalali? Lakini aliridhika, hakutaka msaada wa Bwana ili kurudi kwenye maono. Sasa hii ni picha ambayo inatutokea sisi wengi katika kizazi hiki. Yaani kuna kitu kimepigwa kwenye maono, husogei. Alafu kwa sababu maisha yanaendelea, kwa sababu naishi vizuri, kwa sababu kila kitu kaenda sawa, nasema okay, natosha hapa. Nilikwambia moja ishara maono kupigwa ni kusimama, kutokuwa na, yani maono hayatimii, hayafiki kwenye hatima. Umepiga hatua 5 yamesimama, au yanaenda kidogo kidogo kwa mwendo wa chura, kwa mwendo wa kobe, au kwa mwendo wa konokono, au kwa mwendo wa kinyonga. Yani yanaenda taratibu sana. Sasa inakuwa ni hivi. Yeroboam alipewa mikoa 12 kuimiliki. Kwa hiyo kukatwa kwa ile mikoa 10 akapewa 2. Kuna mfumo wa maisha ulizaliwa ukambana. Kwa mfano, alikuwa anachukua kodi kwenye mikoa 12. Ghafla kodi inakatwa kwa 80%, anapata kodi ya mikoa 2. Okay, twende hatua nyingine zaidi. Alikuwa na wakuu wa mikoa 12 na wakuu wa wilaya, sina polisi wilaya, polisi mkoa. Sasa ile mifumo yote na katika mara moja, anabaki na mikoa. Kwa hiyo huduma ilipigwa, uchumi ulipigwa, heshima ilipigwa, kibali kilipigwa. Lakini sasa kuna mifumo mingine ya maisha ambayo ilimfanya afeli kweli kweli. Hebu nikupe mfano mepesi. Kwa mfano tuchukulie nchi ya Tanzania. Wewe ni Rehoboam, umepewa kuwa rais wa Tanzania. Alafu ghafla miungu inapata uhalali ya kukata mikoa na bakisha mkoa wa Dodoma na mkoa wa Morogoro, mikoa ambayo imekaribiana, au mkoa wa Dodoma na mkoa wa Singida. Tuchukue mkoa wa Dodoma na mkoa wa Singida, ni mikoa ambayo ipo kanda ya kati. Sasa umepewa Singida na Dodoma. Kwa hiyo walikuwa na uwezo kutoka kwenda Dar es Salaam pasipo visa, pasipo passport. Lakini sasa mtu anapotoka Dodoma, anapotoka nje ya Dodoma na Singida, akisema anaenda Iringa, ni taifa jingine, lina jeshi lake, lina usalama taifa wa kwake, lina kodi za kwake, kuna kila kitu cha kwake. Kwa kuingia pale lazima uwe na passport. Hebu angalia namna gani mambo yalivyobadilika kwa ghafla. Angalia athari ilikuwa kubwa kiwango gani.
Fikiri uliojua umezuia naenda Mwanza na rudi, ili uende Mwanza ni mchakato mkubwa sana ili uende kisheria, kwa sababu tayari ni nchi nyingine, sio mkoa ndani ya nchi. Wewe umetengwa na ile mikoa, ni taifa jingine, ni nchi nyingine. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka, kuna gharama kubwa ambayo ilimgharimu mpaka kuja kusettle, ilimchukua miaka mingi sana Rehoboam. Kwa nini? Kuna maisha yalibadilika ghafla. Kuna vitu vilikwenda kwa kasi, haviendi tena. Fikiri kwa sasa hivi, kwa mfano tuna treni ya mwendo kasi. Inatoka Dar es Salaam, inaenda Tabora, inaenda Mwanza. Treni inatoka Dar es Salaam mpaka Morogoro, ni taifa jingine. Inapoanza mpaka wa Dodoma, ingie mpakani, ipate vibali vya kuendelea na safari ya hiyo mikoa miwili. Ikimaliza Singida kwenda Tabora, ikimaliza Singida tu inaingia nchi nyingine. Sasa fikiri gharama ni kubwa kiasi gani. Sasa hivi ndivyo inavyokuwa kwenye maono. Unakuwa ni mtu wa dhiki sana, kwamba kuna mifumo ya maisha inakatwa, kuna uchumi unakatwa, kuna spidi inakatwa, kuna hatua zinakatwa, alafu najikuta ghafla umesimama mahali, umebanwa kushoto na kulia. Nini? Uhalali wa miungu umeruhusu maono kufungiwa hapo. Umefungiwa kwenye chumba fulani, umefungiwa kwenye kona fulani, umefungiwa chini ya mti fulani, umefungiwa kwenye kabati fulani. Ugeuke kushoto wala kulia, lakini kwa sababu kuna maisha ya kawaida kabisa, wewe bado ni mtawala, bado kuna kodi, bado kuna aina ya kodi, kuna aina heshima. Watu wanasema mfalme uishi milele, lakini wanaosema ni 20%, 80% haipo. Sasa kwa maono nakuwa hivyo. Maono yanaposimama, kuna vitu vingi vinasimama, kuna vitu haviendi. Maono litakiwa utembee baada ya miaka 5, uwe una level kubwa sana ya kiuchumi, level kubwa sana ya kihuduma, level kubwa sana, lakini miaka 5 na katika hakuna hatua. Lakini maisha ni yako sawa, semina zinafanyika, mikutano inafanyika, biashara inafanyika na faida zinaonekana, mtoto wanaenda shule na kila kitu. Lakini kumbe kuna vitu 80% vimekatwa, lakini umerizika. Kama Rehoboam alirizika, hakusema utafuta uso wa Bwana, aende mbele za Bwana kwa toba. Kwa nini mbona tunaona nchi ya Ninawi walitangaziwa hukumu baada ya siku 40, wakavaa nguo za magunia, wakafunga siku 3 na Bwana akagairi. Leo tunaona kuna mtu alitenda dhambi kubwa kubwa kweli, anaitwa Ahabu. Alitenda maovu makubwa sana, lakini Ahabu baada ya kujua kosa lake, baada ya kutamkiwa hukumu ya Mungu na adhabu juu yake, alinyekesha kwa nguo za magunia kwa toba, akaomboleza mbele za Bwana. Akaja nabii akatumwa tena, akaambiwa mwambie nimeangalia toba yake, kwa mabaya nimeahirisha, hatakuja kipindi cha watoto wake. Lakini nitakuwa Ahabu tena arudi mara ya pili kwa simama kwenye toba, ili watoto wake wasipatilizwe. Unaona, kwa Mungu anatamani sana moyo wa toba. Moyo wa toba unagairisha ghadhabu ya Mungu, lakini moyo wa toba inaondoa uhalali wanaokupiga maono. Kuna vitu vimepigwa, lakini kanisa lina amani, lina utulivu. Unaona, ni kawaida, Bwana maisha yanaendelea. Lakini Mungu anachoona kuna vitu vikubwa vimewekezwa, vimesimama. Kwa hiyo ni maombi yangu kwamba Bwana weke jambo jipya ndani yako, kwamba usirizike tu kwamba upo unaishi. Kanisa linataka watumishi vitu vikubwa, lakini nchi inatafuta tokeza makampuni na kuazalisha ajira mpya. Una makampuni hapo ndani yako yamesimamishwa hapo, yamefungwa, hayachofurukuti. Una vitu vikubwa vimewekwa hapo, lakini vimeshikiliwa. Kwa nini? Hujajua kuna kitu kimezuiliwa kwa kiwango gani. Unapotafuta uso wa Bwana, Bwana atakusemesha ni vitu gani
Wakati natafakari mbele za Bwana leo, nikakumbuka kuna vitu vikubwa Mungu amevitamka. Nikasikia kwamba anza kuingia kwenye maombi ya toba ya kina. Kuna kitu kimezuiliwa mahali. Nimeona kuna vitu vitokea kwa miaka 5 havijatokea mpaka leo. Ahadi naziona ziko mbele yangu, lakini kuzichukia hazichukuliki. Kuna kitu kimesimama. Kuna zio limewekwa mahali, kwa sababu bado kuna kiwango cha toba natakiwa nipite mbele za Bwana. Ile kiwango cha toba kinaposimama, nitaona upenyo mpya. Nitaona maono yakipanuka kaskazini, magharibi na mashariki. Nitaona vitu vikizaliwa vipya. Japokuwa ninaona hatua zinasogea, lakini kwa hatua za taratibu kama mwendo wa trekta. Mungu anataka mwendo wa Prado, anataka mwendo wa spidi ya treni ya mwendo kasi. Anataka mwendo wa spidi ya ndege, anataka mwendo wa spidi wa jeti za kivita. Kuna spidi Mungu anaitafuta ndani yako, lakini kuna hatua zako zimezuiliwa. Natembea mwendo wa taratibu sana. Ujumbe umekuja kuiamsha nafsi yako kwa upya. Anza kukaa kwenye maombi ya toba. Juu halali wa miungu kupiga maono, hali wa miungu kudhoofisha maono, hali wa miungu kusimama mbele yako. Huone upenyo wakati una nyakati na majira yako yamesimama mahali. Hii ni saa kutafuta uso wa Bwana, ni saa kumlingana Mungu aliye hai. Anza kuachilia maombi ya toba. Neno limekugusa moyo wako. Unaona kuna vitu kweli, ukijikagua kuna vitu ambavyo una ahadi za Mungu kubwa, lakini kila ukiangalia unaona kuna vitu vimesimama. Huu ni wakati wa kuachilia toba kwa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai, kweli ni Mungu mkuu, kweli ni Mungu aliye karibu, kweli ni Mungu usiyeshindwa. Jehova Baba, ninapomoka mbele ya madhabahu yako kushukuru kwa neema hii. Kweli Baba, tumeona Rehobothi aliridhika na maisha, Rehoboamu aliridhika na maisha. Neno lilikuja kwake, lakini akudi kutafuta uso wa Bwana, nasi tumeridhika Bwana. Una vitu vimezuiliwa, vinaenda taratibu sana. Una vitu vikubwa umeviachilia, lakini vile vitu vimezuiliwa. Inasema kwa toba kwa ajili yangu na kwa ajili ya watumishi wako wanaofuatilia channel hii. Baba, katika damu ya Yesu, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba msamaha juu ya kila uovu uliosimama. Inasema kwa toba ya madhabahu za miungu migeni. Ile madhabahu imepokea sadaka, ile madhabahu imefanyika maagano ndani yake. Haya maagano yametoa, yanapiga maono, maono na shama, maagano na shambulia maono. Maono yamesimama, hayaendi kwa wakati, hayasogei kwa wakati. Leo ninakulingana kwa toba, inaleta watumishi wako ambao wanafuatilia maombi haya, inaungana pamoja nao kwenye maombi, nikiomba toba, nikiomba rehema. Naomba toba juu halali wa hiyo miungu, kupiga haya maono. Kuna vitu vikubwa umeviweka Bwana, lakini vile vitu vinaenda taratibu sana, havisogei Bwana. Inasimama kwa toba juu ya kila kafara ya taifa la Tanzania. Ziko damu zimemwagwa kwenye mikoa mbalimbali, ziko damu zimemwagwa Bwana. Hizo damu zimetolewa kiibada, hizo sadaka zimesimama. Kuna vitu vimesimama, kuna vitu vimezuiliwa, kuna vitu vimekamatwa Bwana. Inasimama kwa toba, na achilia damu isiwe ni fidia. Ile damu ya mwana kondoo tunaiachilia katika ulimwengu wa roho. Inasimama na damu Yesu ikapite kwa ufuatiliaji wa vipindi hivi Bwana, ipite ulimwengu wa roho, ipite kwenye nchi yake, ipite kwenye haya maono, yale mazio yaliyowekewa mpaka ya kwamba hataweza kusogea. Nasimama na damu ya Yesu nikiomba toba ya uhalali wa haya maono kupigwa. Baba, amewekeza vitu vikubwa kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya Afrika Mashariki, kwa ajili ya bara la Afrika, kwa ajili ya bara la Ulaya. Baba, kwa ajili ya ulimwengu huu, una vitu umepanda vingi kwa watoto wako. Ile vitu vimepigwa Bwana, hatua zinaanza, zinasimama, anasogea, inapigwa, anapiga hatua 3, anasimama. Ni kwa sababu kuna kitu kinampiga, ni kwa sababu miungu na uhalali imedhoofisha vitu vingi. Baba, nasimama na damu ya Yesu, damu isikapita ulimwengu wa roho, na kuleta ukombozi
ukombozi. Damu zikapita ulimwengu wa roho na kuleta wokovu. Vile ambavyo vimepigwa Bwana, vilivyosimamishwa kwenye maono, vianze kuchipuka tena, vianze kusogea tena katika jina la Yesu na kwa damu Yesu. Ninakushukuru Mungu uliye hai. Amen. Mungu wangu akubariki, Mungu wangu akutunze. Endelea kuomba kwa kadri ya neema Mungu imeachiliwa juu yako, na Bwana akupe upenyo kwa jina la Yesu.